Nikaona nipo kwenye sherehe na mimi ndo nilikuwa nikipamba watu. Ilikuwa ni sherehe ya harusi, lakini simfahamu tulikuwa tukienda kwenye harusi yake. Najiona nipo saluni ninawapamba watu wanaenda ukumbini. Nipo na wapamba kwa macho ya nyama umependeza, kwa sababu kabla sijaokoka au kabla sijaacha mapambo nilikuwa nikijipamba, nilikuwa nikifahamu makeup, nilikuwa nikijua namna ya kuchanganya makeup ili uweze kupendeza vizuri. Nilikuwa nikijua mtu mweusi umpake makeup ipi, mtu mweupe, mtu wa ngozi hii ambayo sio mweupe sio mweusi, tuseme kwa lugha kawaida maji ya kunde. Nilikuwa na dadangu tulikuwa tunajipamba. Nilikuwa nikijitengeneza mwenyewe kucha za miguu, mikononi, nilikuwa nikifuga. Nilikuwa nikifahamu namna ya kutengeneza kucha, nilikuwa nikijipamba mwenyewe. Nilikuwa nikijua namna ya bond wigi. Nilikuwa namna tulikuwa tukijisuka wenyewe hata vitunguu. Tunaita vitunguu au njia tatu kusokota nywele. Nilikuwa yani makeup tulikuwa tukitumia ni za Forever. Tulikuwa kwa kipindi kile ilikuwa kapoda kale kadogo ka Forever 30,000 kakapanda 50 hadi 60. Tulikuwa tukinunua tukijipaka. Tulikuwa tukinunua lipstick, contour, lip liner. Yani niseme makorokoro sasa hivi mengine nimeshaanza kusahau. Kwa wakati ule sasa nikaona nipo na wapamba watu. Tunaenda kwenye harusi na changanya lipstick. Nikawa nikifurahi sasa nimependeza. Lakini kwa wakati ule mimi nilikuwa nimeshaacha kujipamba, nimeshaacha kusuka, nimeshaacha. Sasa wakati niko na wapamba watu, ghafla nikaona mwanaume mmoja aliyevaa mavazi meupe ambaye nilishindwa kumtazama, amekuja kwa ukali akinambia, kwa nini hujawaambia watu wangu kama vitu hivi ni machukizo? Kwa nini hujawaambia watu wangu kama vitu hivi ni machukizo? Alinionya kwa ukali akanambia utadaiwa. Katika kuniambia ile sauti nikaogopa. Sasa akiniakata ananiambia vile, nikajitazama kwenye kioo kilichokuwa pale. Mtumishi wa Mungu, nilivyojitazama nilijiona kama kinyago. Yani ni kama vile mtu amechukua unga akakupaka usoni, kama unavyoona hivi vinyago. Yani nikisema kinyago nitumie lugha, kinyago, uchafu. Yani ni kinyago. Wakati mimi nilikuwa na wapamba nilikuwa nikijiona tuko vizuri. Lakini alivyokuwa akiniambia, kwa nini hujawaambia watu wangu? Nilipojitazama kwenye kioo nilijiona kama kinyago. Na ghafla nikageuka nyuma, nikaona wanawake wawili waliovaa mavazi kama ya kishirikina, wachawi, ambao walikuwa wamevaa nguo kaniki nyeusi wamefunika hapa kifuani na chini. Walikuwa ni wanawake wawili na katikati yao kulikuwa kuna ungo ambao ulikuwa umefunika kama kitambaa cheupe. Na katika ule ungo kulikuwa kuna vito au kwa lugha nyingine niseme jewels. Vilikuwa pale vingi sana. Walikuwa wakitengeneza kwa speed ya hatari, yani speed ile siwezi nikaielezea. Na walipokuwa wakitengeneza wanarusha duniani. Nikatazama kwa mshangao mkubwa sana. Wanatengeneza wanatupa duniani, wanatengeneza wanarusha duniani. Nikaogopa sana. Yule mtu akaniambia, kwa nini hujawaambia watu wangu kwamba vitu hivi ni machukizo? Utadaiwa. Nikatoka kwenye yale maono na ogopa, nikashtuka. Nikiwa nimelala nikaona tupo ibadani kanisa fulani sitalitaja. Ibada ilikuwa ikiendelea. Katika ibada ikiendelea kuna kwaya ilikuwa ikiimba. Lakini ndani mle kulikuwa hakuna utulivu. Kulikuwa yani ni vurugu, lakini kwa macho ya kawaida tunaona kama ibada ya sifa. Lakini nilikuwa ni sauti zikisikika kama vile tupo klabu. Ghafla nikasikia sauti kitoka mkono wangu wa kuume ikiniambia, waambie wanawake wanaovaa mavazi ya ukahaba sitawanyakua. Waambie wanawake wanaosali bila kufunika kichwa sitawanyakua. Sauti ile ilikuwa ya ukali sana. Nikashangaa, hii sauti naisikia peke yangu?
mbona sauti inasikika lakini bado shughuli zikiendelea kama kawaida? Na nikitazama mle ndani kulikuwa kuna wengine wamevaa suruali, wamevaa mawigi, wanafanya vitu vya ajabu sana. Sauti ile ilikuwa kwa ukali sana, ikanambia, waambie. Nikaogopa. Nilipokuwa nimesimama, ghafla nikasikia mkono ukinipiga kwa chini katika mguu. Ikaniambia tena kwa sauti ya upole, wewe waambie. Ilijirudia mara 3. Nikashtuka.